Ndugu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumapili, Dominika ya 4 ya Pasaka. Leo tarehe 26 mwaka 2026 mwezi Aprili. Jumapili ya leo inatambulika kama Jumapili ya mchungaji mwema. Katika Jumapili hii ya 4 ya Pasaka inatualika kukutana kwa ndani na Yesu Kristo kama mchungaji mwema katika uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Masomo haya yanaangalia moja kwa moja katika hali tunazoishi, maamuzi tunayoyafanya, mapambano tunayokutana nayo na mwelekeo ambao tunaochagua kila siku. Katika somo la kwanza la Dominika hii ya leo, tunamuona Mtume Petro akihubiri na watu wanaguswa mioyo yao na inawapelekea hadi wanauliza tutendeje? Swali hili linaonekana wazi katika maisha yetu ya kila siku, hasa maisha yetu ya sasa. Mtu anatambua anahitaji kubadilika, anaona tabia au mwenendo unaomrudisha nyuma, lakini bado anaendelea na hali ile ile kwa sababu ya mazoea au ya mabadiliko. Tunaona kabisa wapo wanaoendelea kubaki katika mahusiano yasiyo sahihi au wanaoshikilia tabia zinazowazuru na wakijua kabisa ukweli uliopo. Neno la Mungu linaimwita kila mmoja wetu kuchukua uamuzi wa dhati, kuanza upya na kurekebisha mwenendo na kusonga mbele katika maisha mapya. Katika safari hii ya mabadiliko inaendelea katika somo la pili, ambapo tunaona kwa undani kabisa mateso ya Yesu, changamoto za maisha. Kupitia uhalisia wa mateso na changamoto za maisha yetu sasa, tunaona Yesu Kristo aliyewekwa mbele tu kama mfano hai wa kuigwa. Tunaona alipata mateso, alitukanwa, lakini aliendelea kusimama katika nini? Katika haki yake. Hali kama hii inaonekana katika maisha yetu ya kila siku. Mtu anafanya kazi kwa uaminifu, lakini anasingizio kwamba amefanya jambo fulani baya. Katika familia zetu, kuna mwingine anajitolea katika familia, lakini hapati nini? Kuthaminiwa. Marafiki tunao. Marafiki wengine wanageuka kuwa vyanzo vya maumivu, chanzo cha maumivu. Kupitia mazingira haya, moyo unasukumwa kujibu kwa hasira au kulipiza kisasi. Hata hivyo, tunaona Yesu Kristo alitufundishwa kupitia changamoto alizopata, kuteswa, kutukanwa, lakini alifanyaje? Aliendelea kusimama katika haki. Hakupanga kulipiza kisasi, alisamehe. Hivyo njia ya Kristo inatuletea mwaliko wa tofauti na sisi, mwaliko wa kuchagua kwa utulivu, mwaliko wa kusamehe na kuendelea kufanya mema. Na mwaliko huu ni mwelekeo ambao unajenga nguvu ya ndani, mwelekeo ambao unaleta wokovu wa kiroho na ambao huweka msingi wa amani ya kweli moyoni. Zaidi ya hayo, somo hili linafungua macho kuona maana ya mateso katika maisha ya mwanadamu. Kuna nyakati ambazo mtu hupitia hali ngumu bila kuelewa sababu zake, kukataliwa, kushindwa au maumivu ya ndani. Katika mwanga wa Yesu Kristo, mateso haya yanapata maana mpya. Yanakuwa sehemu ya safari ya kukua, kuimarika na kurudi karibu zaidi na Mungu. Hivyo tunapopata mateso, tusikate tamaa,
tujue ndiyo nafasi ambayo Mungu anatualika tuweze kurudi karibu naye. Ndiyo nafasi tunayopata inayotuwezesha kukua, ndiyo nafasi ya kuimarika. Na mtu anapokumbuka kuwa hapo awali alikuwa kama kondoo aliyepotea, anapata tumaini kubwa, anapata tumaini jipya la kurejea katika uponyaji wa ndani. Na leo ikiwa tunaadhimisha Dominika ya mchungaji mwema, tunaalikwa tuweze kumjongea Yesu pale tunapopatwa na masaibu. Tusiwe kama kondoo asiyekuwa na mchungaji, tusiwe kama kondoo asiyekuwa na mchungaji, bali tumwendee Yesu. Tena sio mchungaji tu, Yesu ni mchungaji mwema, mchungaji anayejua sauti ya kondoo zake. Katika somo la Injili tunamwona Yesu anavyojitambulisha kwetu kwamba yeye ndiye mchungaji anayejua kondoo wake, na kondoo wake pia wanaitambua sauti yake. Maisha ya leo yana kelele nyingi zinazovuta mawazo ya watu. Presha ya mafanikio ya haraka, mvuto wa mali na umaarufu, pamoja na maoni mbalimbali ya jamii na mengine mengi. Na kijana anaweza kujikuta akibadili misingi yake ili aonekane anakubalika. Akaamua kuishi mwenendo mwingine wa maisha ili tu jamii mkubali kupitia yale matendo anayofanya. Hali kadhalika na mtu ambaye ni mzima anaweza kufanya maamuzi kwa msukumo wa hofu na tamaa, ambayo tunasema huyu mtu ni mzima. Simaanishi ni mzima wa afya, na maanisha ni mzima tayari ameshakuwa mkubwa, ameshapita mpaka level ya kuwa kijana. Ni mtu mzima, yani ni kwa umri, mtu aliyeenda umri. Anafanya maamuzi pia kwa msukumo na hofu na tamaa. Na ndani ya hali hii mwaliko unabaki wazi leo, kujenga ukaribu na mchungaji ili kuitambua sauti yake. Kwa mfano tu wa rahisi, pale mchungaji anapokuwa anachunga kondoo. Kondoo yoyote akiwa anataka kwenda pembeni, mchungaji daima anamrudisha. Kondoo anapotaka kwenda katika sehemu ya hatari, mchungaji daima anamkimbilia kwenda kumrudisha asipate na hatari. Na hivyo leo hizo sauti, kelele, majanga yanatokea katika taifa, katika dunia sasa, tukimweka Yesu kama mchungaji wetu, daima atatuongoza, daima tutaangania, daima tutaenda kwenye hatari, daima tutaenda kwenye mbwa mwitu na watumalize, waondoe uhai wetu. Hivyo tujiweke karibu na Yesu kama nani? Mchungaji mwema. Na ndani ya hali hii mwaliko huu utakuwa unakaa kwetu daima, kwamba yeye atatuongoza daima na hatutajitenga naye, na tutatengeneza ukaribu na mchungaji mwema Yesu ili kuitambua sauti yake. Kwa namna gani tutatengeneza sauti hii? Kupitia sala. Kupitia nini? Sala. Tusali daima, tafakari kupitia neno la Mungu, kupitia maisha yetu, kupitia mambo makuu Mungu aliyotutendea, na kuishi kwa haki daima. Tukiishi kwa haki, kuishi kwa haki ni kivipi? Kuto kumtendea baya mwenzako lolote lile. Kuiba, una kwamba tayari umeshatenda au umeshavunja haki. Kusema uongo, kufanya jambo hili, tayari umeshafanya nini? Shetenda, umeshavunja haki. Hivyo mtu anapoanza kupata mwelekeo huu uliothabiti na amani ya ndani, anaupata kupitia mambo niliyoorodhesha, kupitia sala, tafakari na kuishi kwa nini? Kwa haki. Kwa pamoja, masomo ya leo yanaonyesha safari ya maisha ya imani, kuguswa moyoni, kuchukua hatua ya kubadilika na kuishi maisha ya haki kwa uvumilivu katikati ya changamoto. Na tukiwa tunayafanya hayo yote, tunakuwa tunaongozwa na sauti ya Yesu Kristo kila siku, ambaye ndiye mchungaji mwema. Na katika safari hii mtu anaanza kuonja uzima ule aliuahidi, uzima uliojaa amani, uzima wenye matumaini na nguvu ya kusonga mbele hata katika mazingira magumu. Na mwisho tafakari hii yetu ya leo, tunapata mwaliko ndani kabisa wa kutafakari katika maisha yangu,
katika maisha yetu ya kila siku, kupitia kazi, familia, uhusiano. Nina nafasi gani ya kumruhusu mchungaji mwema aniongoze, na ninachukua hatua gani ya kuishi kwa mfano wake? Fikiria katika maisha yako, ni mara ngapi unamweka Yesu awe ndio kiongozi wa maisha yako? Au tumetawaliwa na simu, ukiamka asubuhi kuanguza nini kinaendelea duniani, Yesu kwenda kule. Ukifika mchana bado uko kwenye simu, jioni bado uko kwenye simu, ukilala simu kando ya mto au pembeni ya kitanda unapolala. Leo tunapaswa kujiulize, tunamruhusu Yesu kama mchungaji mwema atuongoze mara ngapi? Na pale tunapomruhusu atuongoze, je, tunakubali kufuata yale mchungaji anayetuelekeza? Daima kondoo akiwa mkaidi, akiwa anaenda sehemu kwenye mbwa mwitu, akiwa anarudishwa, kila wakati anataka kwenda anarudishwa, na mwisho siku akachomoka, mbwa mwitu atamwangamiza. Je, sisi tunajitahidi mara ngapi? Au tunabaki tukiahirisha kama tulivyoona katika somo la kwanza? Tunabaki tukiahirisha, tunabaki tukijiuliza tutendaje? Tunataka kutoka katika changamoto fulani, tunabaki tukijiuliza tutatokaje huku? Tunaalikwa tufanye maamuzi, tunaalikwa tutoke, tufanye mwelekeo ambao utatuondoa katika hayo mambo. Tunahitaji kubadilika, tunahitaji kubadilisha mienendo yetu ambayo inaturudisha nyuma. Na tukiyatenda hayo yote, tutatenda katika hali ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Hivyo Wakristo, ndugu zangu, niwaalike wale wote wenye changamoto mbalimbali kwa Dominika ya leo mchungaji mwema, tumwalike Yesu, tumweke Yesu aweze kutuongoza katika mateso. Atatupa faraja, atatusaidia kuweza kuvumilia mateso yetu katika changamoto mbalimbali za maisha, katika familia zetu, maisha magumu. Tumwalike Yesu mchungaji mwema atuongoze. Daima tusikubali kutenda mambo peke yetu. Unafanya jambo lolote, mwalike Yesu, mkaribishe Yesu aongoze. Alituachia pia Roho Mtakatifu, mkaribishe Roho Mtakatifu, mwalike aweze kutuongoza. Na daima hatutaweza kushindwa hayo majaribu, kuzishinda hizo changamoto, na tuishi katika hali ya upendo wa Mungu. Hivyo siku ya leo niwaalike tuweze kuombea viongozi wetu wa kiroho waweze kutuongoza vyema, maana kwamba wao pia ndio wachungaji ambao wapo hapa duniani wanatuongoza sisi. Na pia katika Dominika hii ya leo, Wakristo wapendwa, tunaalikwa tuiombee miito duniani. Tuiombee miito mitakatifu, ambapo kupitia kwenye hiyo miito ndipo tunapoishi matakwa ya Mungu, ndipo tunapoishi katika mienendo mema, ndipo tunapokumbushwa tutende yaliyo mema katika miito mitakatifu. Hivyo tuwaombee mapadri, tuombee vijana wale wote wenye nia ya kujiunga katika upadri na utawa kwa ujumla, pia pamoja na wito wa ndoa, sababu wito wa ndoa ndio unaolea miito yote, ndio wito ambao ni chanzo cha miito yote. Hivyo tuombee pia ndoa ziwe zinadumu katika upendo, ziwe zinadumu katika mapenzi ya Mungu. Na daima pia tujiombee na sisi wenyewe, ili tusiweze kuwa wakaidi pale ambapo tunapoongozwa, pale ambapo tunashauriwa tuache yale mabaya. Tusiwe wakaidi, bali tuwe ni watu wenye moyo wa kusikiliza, tusiwe ni watu wenye moyo mgumu. Daima tuweze kutenda yaliyo mema na tuweze kufanya yaliyo mema, na mwisho wa siku wote tuweze kufika kwake mbinguni. Tuweze kuishi maisha yaliyo mema tukiwa duniani, na tuyenye kumpendeza Mwenyezi Mungu. Ninawatakia Dominika njema ya mchungaji mwema, nikiwatakia kila baraka katika maisha yenu. Tuendelee kumtukuza na kumpenda Mwenyezi Mungu, na pia tuwapende ndugu zetu. Tumsifu Yesu Kristo.